Naam, ni ligi kuu ya soka Tanzania bara imerejea katika mzunguko wa 26 na hii leo tuko hapa katika uwanja wa mazoezi katika timu ya Mashujaa Football Club ambako tunakwenda kuzungumza na afisa habari wa timu hii ya Mashujaa ya Football Club. Huyu si mwingine ni Steven Ndorobo. Tuko naye hapa kwenda kufahamu maandalizi ya klabu yake ya Mashujaa Football Club wakiwa mwenyeji wakimkaribisha Young Africans siku ya tarehe 13 mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Ndorobo, mambo vipi? Bwana poa, vipi mzee? Bwana shwari. Kwanza niambie tizi limeendaje kwa siku ya leo na kitu gani ambacho mwalimu amekisisitiza kuelekea mechi dhidi ya Young Africans? Kwanza mazoezi yanakwenda vizuri. Tuna almost zaidi ya wiki moja kama na kitu tumeingia kambini, kwa sababu si kambini tuliingia tangu tarehe 1 na leo tunazungumza ni tarehe 9. Kwa wiki moja kama na siku 3 hivi tuko kwenye preparation za kuandaa dozi kwa ajili ya kwenda kumkabili Young Africans. Kwa hiyo kwa kifupi mazoezi yanakwenda vizuri sana bila shaka. Sawa, ni ngumu kiasi gani kama sio rahisi kwenu nyinyi kucheza mechi 3 mfululizo dhidi ya hawa wakubwa wa Tanzania kwa maana Simba, Azam na Young Africans siku ya Jumamosi? Ni ratiba. Ratiba ndio shapangwa na hakuna namna ambavyo unaweza ukainini. Cha msingi ni preparation tu kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Unapokwenda kucheza na Young Africans unatakiwa ufanye maandalizi. Sio Yanga tu, Yanga, Simba, Azam, lazima ufanye maandalizi tough kweli kweli ambayo yanaweza kwenda kukusaidia kuweza kupata matokeo dhidi yao. Sio viepesi sana kupata matokeo dhidi ya hawa Giants, lakini kama umejipanga vizuri kabisa na wachezaji wakajua thamani ya nembo ya klabu na wakaenda kuipambania vile inavyotakiwa, lolote linawezekana na chochote kinawezekana kupatikana, especially katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Ni miongoni mwa viwanja vichache vigumu ambavyo ligi kuu zote za Tanzania, timu zote za ligi kuu zinajua namna gani kiwanja cha Lake Tanganyika kilivyo kigumu kwa timu yoyote kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo ni uwanja mgumu sana ambao tunajiandaa na wachezaji wetu wanajua, na kama kwetu kuna kosa ni kubwa ni kupoteza mchezo kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. And by the way, sisi Yanga wamekuwa wakitufunga mara kadhaa na wamekuwa wakitufunga kwa idadi kubwa ya magoli, jambo ambalo pengine lingeweza kwa linatutengenezea hofu, lakini kwetu sisi kila siku tuna confidence, yani kila ambapo tunajua tunakwenda kukutana na Yanga tunakuwa tuna confidence au hizi giant team haswa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo hatuishi historia. Tunachokiangalia kwa sasa hivi ni current. Young Africans tumejipanga kwenda kumfunga na kwenda kuchukua alama 3. Na ukiangalia kwenye msimamo hatuko katika position nzuri sana, lakini lolote linaweza kutokea na utapata matokeo. Sawa, mmepata bahati ya zaidi ya wiki moja ya kujiandaa dhidi ya huu mchezo. Pengine kitu gani ambacho mwalimu Jamhuri Kiwelo amekiingiza kwenye timu na unaona kinaweza kuwa ni silaha ya kwenda kumwangusha Young Africans ambaye yupo katika mbio za ubingwa? Ni vingi mwalimu. Unajua mwalimu Julio mjanja afu mtoto wa mjini. Si unanielewa? Mwalimu Julio ana vitu vingi sana vya kuwafanya wachezaji. Kikubwa ni morali. Unajua wachezaji wetu ni wale. Uzuri wao ni ule unafahamika. Kwa hamna kitu special sana ambacho anaweza akasema anakwenda kukiingiza zaidi ya kuwaongezea maarifa tu kwamba ukifika kwenye lango la mpinzani tia chuma, watu wa fly, basi watu wanyanyuke pale, chips zikaangwe kwenye uwanja wa Tanganyika, mambo mengine endelee. Lakini mimi nakwambia sisi si wanakuja hapa nasemaga huku ni Jehanamu. Sasa nasema huku ni Vietnam. Yani sema ambapo tuna verify ubora. Sisi hatuko kama daraja la Yanga ili Yanga akachukua ubingwa. Hilo tunawaambia kabisa. Sisi sio daraja la Yanga kuja kuchukua alama ili aende kuwa bingwa. Asifikiri kama anaweza kukutana na huo wepesi anaotarajia. Wasifikiri kwamba mechi inaweza ikawa nyepesi kama macho ya wengi wanavyoiona. Unajua watu wengi, nimesikia kuna maneno. Wengi wanaona kama wakija tu Yanga watafika wanajichukulia na kuondoka. Sio kweli. Sio Lake Tanganyika. Hii ni Kigoma brother. Sawa, Ndorobo, tumeshuhudia call up ya timu taifa ya Zanzibar, lakini kuna majina ya wachezaji wawili kutoka Mashujaa Football Club. Watu wengi wangependa kufahamu, je, hawa wachezaji kwa maana ya Gamal lakini pia Mohamed Musa watakuwa sehemu ya mchezo huo dhidi ya Young Africans? Mohamed Musa na kadi 4 za njano. Yes, na kadi 4 za njano kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi hatakuwa sehemu ya mchezo na tayari yuko Zanzibar kujiunga na Zanzibar Heroes. Lakini kwa upande wa Gamal yeye hatokwenda. Yes, Gamal mwenyewe kwanza ataendelea kuwepo na atacheza mechi ya Yanga. Ila kwa upande wa Mohamed Musa tutamkosa, na sio kwa sababu ya national team. Ni kwa sababu
Sio kwa sababu ya Zanzibar Heroes. Unajua national team ni ile senior. Sio kwa sababu ya Zanzibar Heroes. Ni kwa sababu ana kadi 4 za njano na hatakuwa sehemu. Kwa hiyo mwenyewe naomba nikafanyaje? Nikapambane kule Zanzibar Heroes ili nitengeneze match fitness pamoja na wenzangu kwamba wao wamecheza na mimi nicheze. Na unajua alikwenda Morocco afu kucheza. Ila kwa upande wa Gamali atakuwepo na kwenye mchezo atakuwepo fiti kalikiti kuweza kuwakabili watu pale Lake Tanganyika. Sawa, Ndorobo, kwa kukumbusha tu, mechi mbili za Young Africans Mashujaa imefungwa goli 11 kwa ujumla. Pengine hii haiwatishi ama kuwaongezea ugumu kuelekea mchezo wa soka Jumamosi? Wamejizoea na wasijizoee. Yaani wasione kwamba eti ile ni tabia. Ile sio tabia. Hii ni mara ya mwisho ya sisi kufungwa bao nyingi na Yanga. Tunakwenda kuvunja huo mwiko katika uwanja wa Lake Tanganyika. Kwa hiyo tusio na maneno mengi sana, lakini hilo haliwezi kutokea. Watu wanasema kwamba Mashujaa ni tawi la Yanga. Hii kuelekea mchezo huo unazungumzaje? Acha waseme. Sasa unajua mtu huwezi kumzuia kusajua maneno hata kwenye kanga huwa yapo. Kwa bahati mbaya sana hizo zinatengenezwa kwa sababu ya namna ambavyo labda tunavyokuwa tunacheza na Yanga tunakuwa tunaruhusu magoli mengi na vitu vingine vya namna hiyo. Sio, umeelewa? Lakini yote kwa yote tunaelekeza katika kila kitu kuhakikisha kwamba tunakwenda kushinda kwenye huo mchezo. Sawa, mimi nikushukuru sana na maandalizi mema Ndorobo. Sawa, achana nao wanaosema kwamba si tawi la Yanga. Usiwasikilize. Mechi iko tarehe 13.